Bruce Lee. Wamarekani na Hollywood yao, wivu na uchoyo wao wa kibaguzi ukawatokea puani. Kwa mara ya kwanza wakaamua kumpa Bruce Lee dili ya kuigiza kama mhusika mkuu katika filamu iliyoitwa Enter the Dragon. Bruce Lee akapania kuifanya filamu hiyo ibadilishe maisha yake na heshima yake kwa ujumla, hasa katika nchi za Marekani na Ulaya. Bruce Lee akawa bize siku zote 7 za wiki, lakini kumbe kama angejua bora angeachana na kukubali kushirikiana na Wamarekani katika filamu hiyo. Mei 10 mwaka 1973, Bruce akiwa katika studio za Golden Harvest, wakiwa katika utengenezaji wa filamu hiyo ya Enter the Dragon, matumaini ya Bruce Lee ambayo yalianza kupata mwangaza wa kufikia ndoto zake hayakuwa ya kweli. Siku hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa safari yake ya kifo chake. Bruce Lee alifariki mapema sana akiwa na umri wa miaka 32. Na kabla ya kufaidi umaarufu wake na matunda ya kazi zake, na kabla ya kufanya filamu nyingi, kwa maana hiyo Enter the Dragon ndiyo ingekuwa filamu yake ya 5. Haya, tuendelee na hadithi. Baada ya kazi nzito ya utengenezaji wa vipande vya filamu ya Enter the Dragon, sasa ukafikia muda wa mapumziko kidogo, ambapo Bruce akaenda zake chooni kujisaidia. Bruce akatumia zaidi ya dakika 20, kitu kilichowashtua baadhi ya wenzake aliyokuwa nao hapo location. Mmoja wao akaamua kwenda kumchungulia huko toilet, kwa nini ametumia muda mrefu hivyo. Alipofika karibu na mlango wa choo, akamkuta Bruce Lee akiwa ameanguka nje ya mlango wa choo. Bruce Lee alionekana ni kama anayetaka kukata roho. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kama ana kifafa, huko pia anatokwa na povu mdomoni. Inaaminika kuwa Wamarekani ndio waliofanya njama za kumuua Bruce Lee, sababu eti kuna wakati walitaka afanye kazi zote chini ya Hollywood, lakini Bruce alikataa. Acha tuendelee na hadithi, maana mkasa wa kifo cha Bruce una mambo mengi sana. Basi bwana, Bruce Lee alipokotwa kutoka pale walipomkuta ameanguka nje ya mlango wa choo, kwa haraka producer na sahiba wake Bruce Lee, bwana Raymond Cho, akampigia dokta wake anayefahamika kwa jina la Langford, ambaye akaamuru Bruce akimbizwe hospitalini. Hapa kuna utata kidogo. Ziko simulizi za aina mbili. Ya kwanza, kuna wanaosema kuwa walipofika hospitalini haikugundulika chanzo ni nini cha Bruce Lee kuanguka kama mwenye kifafa, lakini madaktari wakamtibu mpaka akakaa sawa kiasi cha kuweza kuendelea na kazi zake. Lakini pia wengine wanasimulia kuwa Bruce Lee alipofikishwa hospitalini, Dr. Wu, yani daktari wa magonjwa ya mashambulizi ya ubongo, akamchunguza Bruce Lee na majibu aliyoyatoa ni kuwa alionekana kuwa na tatizo la cerebral edema, yani uvimbe wa maji yaliyokusanywa kwenye ubongo, tatizo ambalo hupelekea maumivu makali ya kichwa. Bruce Lee akapewa dawa za mannitol ili kumsaidia kupunguza uvimbe huo. Baada ya saa moja Bruce alianza kupata fahamu na akaanza kuongea japo kidogo. Maneno yake yalikuwa hayasikiki vizuri, na simulizi zingine zinaongeza chumvi kwa kusema kuwa Bruce Lee aligundulika kuwa anatumia madawa ya kulevya yanayofahamika kama hashish, ambayo ni madawa tokea nchi ya Nepal. Hata hivyo, Bruce Lee akakamilisha filamu yake ya Enter the Dragon, na sasa akarudisha nguvu kwenye kuimalizia filamu yake binafsi ya Game of Death. Julai 20 mwaka 1973, Bruce Lee ilitakiwa aonane na mke wake Linda, maana ilikuwa ni muda kidogo hawajaonana. Lakini kabla ya kuonana na Linda, alikuwa na appointment ya kikao na producer wa filamu zake bwana Raymond Cho, ambapo Bruce na Raymond Cho walikuwa wakiandaa scripts ya movie yao ya Game of Death. Bruce na Raymond walionana majira ya saa 8 mchana na wakapiga kazi mpaka saa 10 jioni, ambapo walitakiwa waende kuonana na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la George Lazenby katika hoteli ya Myanmar. Huyu George alikuwa ni mtu ambaye angemuunganisha Bruce Lee aweze kuigiza na Steve McQueen katika filamu yake ya Game of Death. Steve McQueen alikuwa ni mwigizaji mkubwa sana kipindi hiko, ambaye wengi walimfahamu kama James Bond. Lakini kabla ya kwenda huko, waliamua kwanza wapitie kwa mwanadada aliyekuwa mwigizaji maarufu miaka ya 1970 tokea Taiwan. Alikuwa akiitwa Betty Ting Pei, ambaye naye pia Bruce Lee alitamani kuigiza na mwanadada huyo katika filamu yake ya Game of Death. Na huyu mwanadada Betty Ting Pei alikuwa ni mchepuko wa Bruce Lee. Basi Bruce na Raymond Cho walipofika kwa mwanadada Betty Ting Pei, wakati wa maongezi yakiendelea, Raymond aliwaacha Bruce na Betty, yeye akaondoka kwenda kuonana na George, ila akategemea kuwa Bruce naye angemfuata huko kwa George baada ya muda fulani.
Lakini Bruce Lee akiwa na Betty ghafla alianza kulalamika kichwa kinamuuma, ambapo Betty alimpatia dawa za kumtuliza maumivu, lakini hali ilizidi kuwa mbaya zaidi, ambapo Bruce Lee akaamua kwenda kupumzika kwenye kitanda cha Betty. Hiyo ilikuwa ni kama mida ya saa 3 usiku. Baadaye Raymond Cho akampigia simu Betty kuwa mbona hajawaona kumfata kwenye kikao chao na George. Betty akamjibu tatizo huko Bruce amelala, lakini akijaribu kumwamsha hamki. Baada ya nusu saa tangu Raymond Cho alipopata taarifa hiyo ya kushtua, akawa amefika kwa Betty. Na kweli alipojaribu kumwamsha Bruce hakuamka. Wakaamua wasaidiane haraka kumkimbiza hospitali. Hiyo ilikuwa ni mishale ya saa 4 usiku. Madaktari walihaha wakakimbizana huku na huku kujaribu kumnusuru uhai wa Bruce Lee, ambaye alionekana tayari amesimama mbele ya lango la umauti. Raymond Cho akampigia simu mke wake Bruce Lee, Bi Linda, kumwambia hali ilivyo, na Linda bila ya kuchelewa alifika hospitali hiyo ya Queen Elizabeth. Kumbe kwa wakati wote huo wanavyokimbizana, tayari malaika mtoa roho alishakuwa amemtembelea Bruce Lee. Majira ya saa 5:30 usiku ndipo taarifa za kushtushwa zikatolewa kuwa jitihada za madaktari zimegonga mwamba na Bruce Lee ameshafariki. Tarehe 25 Julai mwaka 1973, zaidi ya watu 25,000 walikusanyika katika jiji la Hong Kong kumwaga kipenzi chao Bruce Lee. Katika kipindi hiko kigumu cha maombolezo, mke wake Bruce Lee alinukuliwa akilalama kwa uchungu maneno mazito. Alisikika akisema, ingawa bado uchunguzi unaendelea wa kifo cha mume wangu, nategemea vyombo vya habari na watu pia wataacha kuzungumzia kifo cha mume wangu. Sina mtu yeyote wa kumlaumu zaidi. Najua Bruce kafariki kawaida tu. Sijilaumu mimi au mtu yeyote kwa kifo chake. Inatakiwa tujue kuwa mwisho wetu hautabiriki. Kitu tofauti hapa ni kuwa Bruce amekufa na hatorudi tena. Ataendelea kuwepo katika kumbukumbu zetu kupitia filamu zake, na nawaombeni tumkumbuke Bruce kutokana na kipaji chake, sanaa na maajabu yake aliyotuachia. Kwa wote mliomjua vizuri, maneno na matendo yake yatabaki miongoni mwetu kama mchango katika maisha yetu daima. Najua ni kwa jinsi gani watu wa Hong Kong mlimpenda Bruce Lee na mlikuwa mkijivunia kuwa naye. Yote kutokana na mafanikio yake, maana aliweza kuyaelekeza macho ya dunia kuwa hapa ni Hong Kong. Na ndiyo maana nawasihi tumwache apumzike kwa amani na tusisumbue roho yake. Hizi ni hisia zangu na za marafiki zangu wa karibu, na nitafurahi sana kama mtasikiliza na kuheshimu matarajio yangu. Mke wa Bruce Lee, Bi Linda, aliongea maneno hayo kwa shida na uchungu, huku akimiminikwa na machozi, kwa sababu tangu Bruce Lee alivyofariki tu, kila gazeti lilinuka na hadithi tofauti juu ya mambo wanayodhani kuwa ndiyo yalisababisha kifo chake. Wengine walisema ni laana ya Wachina na familia kwa sababu alivunja miko ya Kung Fu kwa kwenda kuwafundisha wazungu, na wengine wakasema Wamarekani na Hollywood ndiyo waliomuua Bruce Lee sababu alizidi kuwa mkubwa na mwenye mafanikio, lakini alikataa kufanya kazi huku akimilikiwa na Hollywood, na maneno mengine mengi, huku wengine wakaamua kujiaminisha na kuandika magazetini kuwa Bruce Lee hajafariki, bado ameamua kudanganya kwa kufeki kifo chake ili aende kufanya kazi kwa siri na jeshi la polisi la Hong Kong. Hatimaye Julai 30 mwaka 1973, Bruce Lee alizikwa huko Marekani katika jiji la Washington. Waliomzika walikuwa ni marafiki zake wa karibu takriban 5 tu, na Bruce Lee alisafirishwa kwenda kuzikwa Marekani ikiwa ni uamuzi wa mke wake. Alizikwa mahali panapoitwa Seattle katika mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Mke wake aliamua Bruce akazikwe Marekani sababu ndiko ambako yeye na watoto wake Bruce walikokuwa wanaishi. Lakini pia ili kuenzi kumbukumbu ya kukutana kwao katika jiji hilo la Washington, watu wa China hawakuwa na pingamizi pia, kwa sababu hata hivyo Bruce Lee uraia wake wa kwanza alikuwa ni Marekani kwa sababu alizaliwa Marekani. Tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 1973, taarifa ya kwanza ya uchunguzi wa kifo cha Bruce Lee ilitolewa, na mujibu wa uchunguzi yalikuwa ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, mwili wa Bruce Lee wanasema ulikuwa na hypersensitive, yani ukiathiriwa sana au na kuwa na allergy mbaya na madawa ya zamani ya kutuliza maumivu yalikuwa yakitumika miaka ya 70 kama vile Ecugesic, Doloxin na Dilantin. Na hizi ndio dawa alizozimeza masaa machache kabla ya kifo chake aliposikia kichwa kinamuuma. Na pia hayo yote ni madawa ya kutuliza maumivu ambayo alikuwa akiyatumia katika kutuliza maumivu alipokuwa akiumia wakati wa mazoezi yake magumu. Uchunguzi uliofanywa na madaktari hospitali ya Queen Elizabeth chini ya daktari bingwa aitwaye Donald amesema kuwa allergy ya madawa hayo ilisababisha uvimbe mkubwa kwenye ubongo wa Bruce Lee.
Madaktari walisema asilimia 13 ya ubongo wa Bruce Lee ilikuwa imetawaliwa na uvimbe uliojaa maji. Kitaalamu waliita congestion of edema of the brain. Hivyo zile dawa za Ecugesic ambazo mrembo Betty Ting Pei alimpa Bruce Lee ili zimtulize maumivu ya kichwa, kumbe ndio zilimmaliza kabisa. Hata hivyo, mrembo Betty Ting Pei hii haikuwa mara ya kwanza kwa yeye kumpa Bruce Lee vidonge vya kutuliza maumivu vya Ecugesic. Hata hivyo, dawa hizo zisingeweza kumuua mara moja kama vile amekunywa sumu ya panya, bali ni mara kwa mara kadri alivyokuwa akizitumia ndio zilizojaza sumu mwilini mwake kumsababishia uvimbe kwenye ubongo wake. Kwa vile Bruce Lee alifia nyumbani na kwenye kitanda cha mchepuko wake, yani mwanadada Betty Ting Pei, basi swahiba wa Bruce aliyekuwa mwandaji wa filamu Bwana Raymond Chow akaamua kutoa taarifa za uongo kuwa Bruce Lee alifikwa na umauti akiwa nyumbani kwake. Tena akaongeza chumvi kuwa Bruce Lee alifia nyumbani akiwa mikononi mwa mke wake Bi Linda Lee, jambo ambalo halikuwa kweli. Raymond Chow alitunga uongo huu ili kulinda heshima ya Bruce Lee. Lakini haikuchukua muda mrefu vyombo vya habari vikagundua ukweli kuwa Bruce Lee alifia nyumbani kwa mchepuko wake. Tena baada ya kupewa dawa fulani, magazeti yakaandika na watu wakaanza kumrushia shutuma nyingi mrembo Betty Ting Pei, na wakasema kuwa mrembo huyo itakuwa alitumika kumpa sumu Bruce Lee. Iliaminika labda ni Wamarekani na Hollywood yao ndio walimtumia Betty kumuua Bruce, sababu alikataa kufanya kazi chini yao. Lakini pia wengine wakasema sababu kulikuwa na waumini wengine wa Kung Fu ambao walikuwa hawapendi Bruce Lee kuwafundisha wazungu michezo yao ya asili. Hivyo ni Wachina wenzake ndio waliohusuka njama za kumuua Bruce Lee. Lakini pia ripoti za madaktari juu ya kifo cha Bruce Lee hazikuishia kusema tu kuwa Bruce Lee alikufa kwa aleji ya dawa ambayo ilimsababishia uvimbe kwenye ubongo, bali walitaja mambo mengine ambayo nayo yaliaminika kuwa ni sababu za kifo chake. Ripoti za madaktari zikasema sababu nyingine ya kifo cha Bruce Lee ni kuwa mwili wake ulikuwa na kiwango kidogo cha fati, yani mafuta. Alikuwa na mafuta 1% tu. Hii ilitokana na mazoezi yake magumu na ya muda mrefu aliyekuwa akiyafanya kila siku bila ya kupumzika. Ukosefu wa mafuta mwilini mwake haikuwa jambo zuri kiafya. Pia madaktari wanasema Bruce Lee aliutumikisha mwili wake kupita kiasi kwa mazoezi magumu na pia kwa kazi nyingi, hivyo ikachangia kumdhoofisha mpaka kufikwa na umauti. Siku chache kabla ya kifo chake, Bruce Lee alionekana kupungua sana, na inaaminika ndani ya muda mfupi sana uzito wake ulipungua kwa zaidi ya kilo 10. Toka uzito wa kilo 70 mpaka kuwa na kilo 60. Watu wa mwisho kuonana naye wanasema Bruce Lee alionekana kuchoka sana, huku pia alionekana kuwa na tatizo la kusahau na pia hasira za hovyo. Pia kukawa na dhana nyingine inayosema kuwa Bruce Lee alikufa kutokana na heat stroke wakati anatengeneza filamu ya Enter the Dragon. Heat stroke au sunstroke ni ugonjwa wa homa kali unaopelekea mwili kupata joto kali sana na kufikia hata sentigredi ya 40. Jambo ambalo kuna watu wanaamini Bruce